Kwa nini hutaki kuongea na serikali yako na unaifanya? Niulize chama kilichoniweka hapa. Mimi nakuuliza wewe ndiye kukuta hapa. Sasa wewe unaniweka hapa. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Geita kimesema kinaendelea na vikao vya ndani kujadili tukio lililotokea katika kata ya Katoro linalomhusisha mwekezaji pamoja na mbunge wa Geita vijijini Joseph Kasheku Musukuma. Chama hicho kimeeleza kuwa baada ya kukamilika kwa vikao hivyo kitaweka wazi msimamo wake kuhusu uhalali wa eneo hilo na udaiwa kupatiwa mwekezaji kwa ajili ya uwekezaji. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya ofisi ya Chama cha Mapinduzi wilaya Geita, katibu mwenezi wa CCM wilaya hiyo Gabriel Nyasilu amesema chama kinafuata taratibu zake za ndani kwa kufanya vikao kabla ya kutoa tamko rasmi. Nyasilu amesema kuwa vikao hivyo tayari vinaendelea na endapo vitakamilika kwa mafanikio, chama kitaeleza hadharani hatua zilizochukuliwa kuhusiana na sakata hilo linalomhusisha mwekezaji na mbunge wa Geita vijijini Joseph Kasheku Musukuma. Naitwa Gabriel Nyasilu, katibu mwenezi wa CCM wa wilaya. Kwanza, hii ni jambo ambalo ni muhimu jamii kajua. Kama ambavyo ninyi mliripoti na sisi kama chama tumeliona mitandaoni, kama ambavyo jamii na Watanzania kwa ujumla wameliona na wana CCM wenzetu na viongozi. Chama kinafanya maamuzi yake kwa vikao kama ambavyo utaratibu wa katiba yetu unaelekeza. Baada ya jambo hilo kuwa limetokea, viongozi wetu wakuu wa wilaya kwa maana mwenyekiti pamoja na katibu walielekeza uwepo na vikao, na tumeanza na secretariat. Tumefanya kikao cha kamati ya siasa leo, lakini kwa sababu lile jambo lina vitu vingi vya kujadili, kujiridhisha, kupata mawazo ya watu mbalimbali, hatujamaliza leo. Kwa hiyo tumefanya kikao, baadaye tumekomezea njiani kwa maana ya kupata watu wengine ambao kikao kimeona wana ulazima wa kuongezeka kwenye kikao chetu ili kuweza kupata taarifa mbalimbali ambazo kama chama kitaona kuna sababu ya kuleta kwenye jamii ijue, basi tutakuwa tumepata taarifa ambazo zinajitosheleza. Kwa hiyo kesho tuna kikao kingine ambacho kitaendelea kitakachojumuisha kamati ya siasa ya wilaya, kamati ya siasa ya mkoa na maafisa wengine wa chama, na kesho kutwa tutafanya tena kikao cha kamati ya siasa, na nina imani kitakuwa ni kikao chetu cha mwisho kwenye hili jambo. Tumeamua kujipa muda ili tukija kumaliza kikao tuwe tumejiridhisha na kila mtu kuwa ametendewa haki, kwa sababu mule ndani kwenye video inavyoonekana kuna vitu vingi ambavyo huwezi ukakaa masaa mawili tu na kuvimaliza. Kwa hiyo tuwaombe muendelee kuwa na subira na wanachama wetu waendelee kuwa na subira. Chama kipo kazini, kinafanya vikao kwa siku 3 mfululizo, na tukishamaliza kama kikao kitaona kuna haja ya kuleta mambo kwenye vyombo vya habari ili jamii na wana CCM wajue, tutaleta yale ambayo tumekubaliana kwenye kikao. Sasa haya yakazungumzwe, lakini pia mtarajie mambo yetu ya chama mara nyingi tunayamaliza ndani. Kwa kama kikao tutamaliza mambo yetu ndani na tukajiridhisha haupo ulazima wa kurudi kwenye media, tutarudi hapa tutawaambia sisi kikao tumemaliza na hatua kama zipo zimechukuliwa ni za ndani na yanaishia ndani, na itabidi mtuelewe kwa sababu chama chetu kinaendeshwa kwa mujibu wa utaratibu wa katiba na kanuni zake. Lakini mwenezi, Watanzania watatamani kujua hata baada ya kikao cha ndani na mtakaporudi na maamuzi, hauoni kwamba utakuwa mmewazulumu Watanzania kujua nini kinachoendelea? Chama kina utaratibu, nimesema hapo. Tutazipima hoja, kama zitapatikana hoja zenye ulazima wa kuzileta nje tutazileta, lakini kama kikao kitaazimia kumaliza na kushughulika kwenye mambo yetu ya ndani, hakuna sababu ya kuleta nje huku, tutakaa kimya, kwa sababu sisi vikao vya kamati ya siasa ni vikao vya ndani, hatulazimiki kuleta vitu public. Lakini kwa sababu ni jambo ambalo limegusa pia jamii, yawezekana busara ikatuongoza kutolea ufafanuzi baadhi ya mambo. Sasa tuvute subira, kwa sababu kikao cha leo kimemalizika. Tunaendelea kesho na kesho kutwa, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu na ruhusa ya mwenyekiti wa kikao na maazimio ya kikao tutazungumza, lakini anilesi tuvute subira, tubaki hivyo kwanza. Lakini swali linabakia kujua, je, eneo lile ni mali ya CCM? Sasa huko ndo unakoenda. Nishakwambia vikao vinaendelea. Hapo unataka kunilazimisha kusema kitu ambacho kikao hakijanielekeza niseme. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi tembelea hapa Mgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante.
Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.